Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Mimi ni Felix Yunji, mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nakukaribisha tujifunze hili somo linalosema kwamba kuwa chombo cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua wazi kwamba Mungu anaweza kutumia kila kitu, anaweza kumtumia kila mtu. Lakini kuna wakati Mungu huwa anatumia watu mara moja, lakini kuna watu ambao Mungu anawatumia wakati wote na nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao Mungu anatumia nyakati zote na wakati wote, kwa sababu ni vyombo vyake, wamekubali kutumiwa na Mungu, wameamua kutumiwa na Mungu, wametii Mungu atumie vile apendavyo. Mungu akiwa anakutumia, anaweza akakuweka wewe kwenye hali ya chini au hali ya kawaida, lakini kupitia wewe watu wakubwa wakawa wanazaliwa, watu wakawa wanafanikiwa, watu wakawa wanaponywa, wanafunguliwa, wanapandishwa viwango vikubwa kupitia wewe, na wewe ukiwa katika hali ya udogo au hali ya chini. Hilo jambo linawezekana kabisa, na hiki kitu experience. Kwa hiyo ukiwa unapitia wakati huo, hutakiwi kujisikia vibaya kwamba kwa nini Mungu ananitumia mimi kubariki watu, watu wanapanda. Na kibaya zaidi unakuta ni kwamba watu ambao wanapanda kupitia wewe, watu ambao wanainuka kupitia wewe, wengi wanakudharau, wengi wanaanza kuonyesha dharau nini, kwa sababu wewe si uko chini, hawezi kukuheshimu, hawezi kukuheshimu. Kwa unakuta kwamba hiyo kitu inaweza kukufanya ujisikie vibaya na kufika pointi utake kuacha kutumiwa na Mungu kubariki maisha ya watu au kusaidia watu. Na nasema hivyo kwa sababu kuna kipindi ambacho watu wengi sana kuna kipindi ambacho niliamua kumwacha Yesu. Niliamua kumwacha Yesu kwa sababu niliona kama ananitumia kwa kujinufaisha yeye mwenyewe tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanakuja na shida zao, I pray for them, na waombea, shida zao zinaisha. Watu wanakuja na magonjwa, ndugu yangu ametumia kila dawa mpaka sasa hivi imeshindikana, sijui nini na nini. Okay, tuombe, tunaomba, amefunguliwa. Na changamoto hii, sijaona hiki na hiki, matokeo yangu sijui nini na nini, mambo yangu amejifunga sijui nini na nini. We pray na mambo yanakaa sawa. Kuna kuta kwamba watu wanafanikiwa, watu wanakuja na shida, alafu sasa wanakuta wanakuja wengi, wengine wanapiga simu wako mbali. We pray, tunaomba kupitia simu, mtu ananiambia ile shida ambayo ilikuwa inanisumbua kwa muda mrefu imeisha. Mungu amenisaidia, nimepata kazi. Mungu amenisaidia, nimefanya hivi baada ya maombi yako. Wengine ni instant, yani matokeo ya papo kwa papo. Unaomba naye muda huo anapokea majibu muda huo. Lakini nikiangalia mimi, nikijiombea mimi kwenye shida zangu, mbona Mungu anijibu? Mimi nikitaka kitu ninachokitaka, mbona Mungu anipatii? Nikawa najisikia vibaya. Shetani akawa anasema na mimi kwamba Mungu anakutumia tu kujinufaisha yeye, kulitangaza tu jina lake, kuonyesha nguvu zake, lakini hawezi kukusaidia wewe. Unapoteza muda wako tu, unatumika tu kama chombo, atakutupa mwisho wa siku, hauna maana. Nikawa nasikia sauti nyingi sana zinazoniambia kwamba acha. Ikafika pointi nikaanza kuwakwepa watu. Mtu akiniambia nimuombee, nikawa nakwepa. Mtu akija ananiambia na shida hii, nikawa nakwepa. Mtu akiniambia changamoto hii, nikawa nakwepa. Baada ya hapo Yesu alinishughulikia. Ndio maana anasema katika Misali, kama mtoto anapopigwa na babake, ndivyo ambavyo pia Mungu humrudisha ampendaye. Yaani Mungu kama amewekeza ndani yako, anakupenda na anakusudi na wewe, utarudi hata kwa viboko. Kuna moment ambayo Yesu anaweza kusema kwamba Yesu ni mkatili, lakini kumbe Yesu sio mkatili. Yesu ana upendo. At that moment niseme kwamba roho ya ubinafsi iliniingia. Kwa sababu gani? Kwa sababu shetani anasema kwamba wewe unatumika tu kuwasaidia watu, watu wanafanikiwa,
Mtu anakuja na shida yake inaisha. Mtu anakuja na changamoto yake inaisha. Mtu anakuja na ugonjwa ambao amepima hamna shida au changamoto, au kuna uvimbe lakini amepambana hajapata ametatuliwa, shida yake imeisha. Unatumiwa kwa ile kanifanya roho ya ubinafsi kaingia kwamba kwa nini nikamwaka kumwacha Yesu, lakini ilikuwa ni utoto wa kiroho. Sisemi kwamba sasa hivi niko matured enough kiroho, no. Niko najifunza, naendelea kukua, naendelea kujifunza vitu vingi sana bado sivijui, lakini natamani kuendelea kuvijua, natamani kuendelea kujifunza. Lakini hicho ndio kitu ambacho kilinigharimu kuona kwamba Mungu ananitumia kuwasaidia watu wengine, lakini mimi mbona hanisaidii? Mbona mimi hanipandishi? Lakini baadaye ndipo nikaja nikakumbuka, baadaye aliponirudisha kwa mapigo na maumivu na kwa nguvu na kwa kunilazimisha sana, akaanza kunifundisha sasa. Akaanza kunifundisha, nikaanza kuelewa. Mfano mzuri kwa Yusufu, ili na wewe uweze kunielewa. Yusufu alikuwa anasaidia watu, lakini yeye alikuwa katika hali ya udogo vile vile. Anatoa majibu, lakini yupo katika hali ya udogo vile vile. Ni mtumwa kwenye nyumba ya Potifa, lakini analeta matokeo makubwa kwa Potifa, na Potifa mwenyewe anakiri kabisa kwamba anaona matokeo tangia Yusufu ameshika vitu vyake, anaona mabadiliko makubwa. Kwa unaweza kuona kwamba Yusufu licha ya kwamba alikuwa ni mtu wa kawaida, lakini bado alikuwa anakubali kutumiwa na Mungu kuwasaidia watu, kubariki maisha ya watu. Hata alipokuwa gerezani, Yusufu bado alikubali kuwasaidia watu hata waweze kutoka gerezani, hata kama yeye anabaki gerezani. Kumbe Mungu anaweza kukutumia wewe kuwabariki wengi wafanikiwe, wengi wainuke, wengi wapande, wengi watangulie, hata kama wewe utabaki hapo. Lakini hata kama hao hawatakuheshimu, hawatakukumbuka na watakudharau kwa sababu uko chini, ujue kabisa kwamba wakati wako utafika na Mungu atakuinua, Mungu atakuheshimisha, Mungu atakupandisha. Anaweza asimtumie mtu yeyote kati ya hao uliowasaidia, lakini pia anaweza akamtumia mtu yeyote kati ya watu ambao umewasaidia wamefanikiwa. Kama jinsi ambavyo tunaona kwamba kati ya watu ambao Yusufu aliwatafsiria ndoto, ndio mmoja wapo alimkumbuka Yusufu, akarecommend jina lake kwa mfalme. Mfalme huyu kijana mdogo wa Kiebrania atakusaidia kwenye eneo hili, mfalme. Unaona namna ambavyo Mungu anaandaa mazingira. Kwa hiyo kumbe Mungu kama ameweka chochote ndani yako, kitumie hicho kitu. Wasaidie watu, usijisikie vibaya. Hata kama wewe upo kawaida, ni kweli kuna wakati hauna pesa, hauna nini, hauna kazi, yaani mambo ni magumu, mambo hayaeleweki, unaomba haupati matokeo, lakini ukiombea watu wanafunguliwa, watu wanaponywa, watu wanafanikiwa, watu wanabarikiwa, watu wanainuliwa. Usijisikie vibaya wala usikate tamaa. Endelea kumtumikia Mungu kwa uaminifu mpaka mwisho, kwa sababu wakati wako upo. Manake ukishaona hivyo, ujue kabisa kwamba wewe ni kama source ya baraka. Manake kama ni source ya baraka, upo kwenye building time, manake upo kwenye wakati wa kutengenezwa. Sasa utafika wakati sasa ambapo Mungu ataikamilisha hiyo stage, ambapo sasa utakuja sasa kuwa fully, kama ambavyo Yusufu ulifika wakati sasa akawa waziri mkuu, kuthibitisha kwamba namna ambavyo alikuwa anabariki maisha ya watu haikuwa ni bahati mbaya, namna ambavyo alikuwa anasaidia watu haikuwa ni bahati mbaya, ilikuwa ni kitu ambacho Mungu ameshaweka tayari. Kwa hiyo ilikuwa inahitaji muda ufike ili hicho kitu kiweze kuwa manifested physically, kiweze kudhihirishwa katika mwili. Kwa hiyo usije ukajisikia vibaya na ukaacha kumtumikia Mungu kwa sababu tu unaona kama unawanufaisha wengine, lakini wewe Mungu akusaidie. Hope umebarikiwa, nikutakie wakati mwema.